Uhaligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Februari 19 siku ya Alhamisi asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema kesi ya Lissu shahidi, mwanamke wangu anigharamia safari na malazi Dar es Salaam. Lakini mkopo wa bilioni 3.7 kwa wananchi Zanzibar hatarini kupotea. Na kuna habari inayosema kulipana posho milioni 340, waziri mkuu aagiza fagio kuwaondoa vigogo wote. Lakini hofu kuachiliwa mbu wa maabara kudhibiti malaria. Hofu kuachiliwa mbu wa maabara kudhibiti malaria. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini usingizi unavyotoa sumu katika ubongo. Usingizi unavyotoa sumu katika ubongo. Vurugu za Oktoba 29 zaitia Arusha hasara ya bilioni 1.8. Vurugu za Oktoba 29 zaitia hasara Arusha bilioni 1.8. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele. Lakini tukiachana gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele, tuangazie kwenye gazeti lako la Mwananchi. Lenye linaanza na habari inayosema korti ilivyobariki aliyemteka mtoto kumuua anyongwe. Korti ilivyobariki aliyemteka mtoto na kumuua anyongwe. Lakini VETA kutoa diploma ya house girl. VETA sasa kutoa diploma ya house girl. Na mchuano wa Lissu na mashahidi wa jamhuri. Hiyo ni habari inaandika mchuano wa Lissu na mashahidi wa jamhuri. Lakini utashi wa kisiasa kikwazo safari ya katiba mpya. Utashi wa kisiasa safari ya katiba mpya. Mwigulu aamuru maofisa wamlipe mkandarasi shilingi bilioni 2.8. Mwigulu aamuru maofisa wamlipe mkandarasi shilingi milioni 2.8. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa wa mbele. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Habari Leo linaandika jiji la Dar es Salaam laagiza njia ziwe wazi Kariakoo. Lakini bodi ya mikopo CRDB kuwapika vyuo vikuu fursa za uchumi. Lakini India yapitisha trilioni 2.7 miradi ya Tanzania. Na mapato ya SMZ kuongezeka asilimia 18. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili. Lakini Tanzania yajivunia ongezeko nishati safi ya kupikia. Lakini habari kubwa ni miradi kaa la moto. Miradi kaa la moto, Mwigulu ataka maelezo kucheleweshwa wakati fedha zipo. Agiza Muheza isafishwe ianze upya, watumishi matumbo joto. Lakini CCM yatoa wiki mbili maji wilaya tatu. CCM yatoa wiki mbili maji wilaya tatu. Ina habari endelea ukurasa wa pili. Lakini bado kuna maneno yanasema Mwinyi tunahitaji vyuo vikuu vingi. Lakini Samia tuiombee nchi yetu amani. Hiyo ni Dr. Samia Suluhu Hassan asema tuiombee nchi yetu amani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo, lenye kwenye kurasa mbele linaandika Dr. Mwinyi akaribisha ujenzi chuo cha diploma. Lakini uchumi wa buluu kuwa ajenda vikao muungano, awahimiza Waislamu kuzidisha uchamungu. Huyo ni Dr. Mwinyi awahimiza Waislamu kuzidisha uchamungu kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhan. Lakini wafanyabiashara futeni sheria. Wafanyabiashara fuateni sheria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru lenye ukurasa wa mbele linaandika Dr. Mwigulu apiga spana kote kona zote. Lakini balozi Kusiluka atoa maagizo kwa wataalamu wa tehama. Na kiongozi anika uimara wa CCM kwa Tanzania. Lakini awakalia koni Dedi na DC. Huyo ni nani? Asema wakalia koni Dedi na DC. Huyo ni Steve Mwasira. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa wa mbele. Lakini Rais Samia awatakia Wakristo na Waislamu funga njema. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru. Huku gazeti lako la Majira linaandika wafanyabiashara maeneo yasiyo rasmi waanza kuondolewa. Lakini waziri mkuu aagiza fagio lipite halmashauri ya Muheza. Amkabidhi rungu Profesa Shemdoe. Ahimiza wakuu wa wilaya wasikilize wananchi na kutatua kero zao. Lakini Samia awatakia Wakristo na Waislamu mfungo mwema. Na serikali yatoa onyo kali kwa wasimamizi
wa miradi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti lako la Majira kwenye kurasa wa mbele. Lakini Taifa Tanzania, gazeti lako Uzalendo Kwanza, linaandika Rais Samia ni rais wa vitendo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu afafanua ahadi alizotimiza ndani ya uongozi wake. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini Ndejembi aieleza dunia Tanzania ilivyojikomboa upatikanaji wa nishati safi. Hiyo ni habari pia inapatikana kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za mbele. Huko gazeti lako la Uelekeo lenye linaandika Waziri Mkuu, uzembe hauna nafasi serikalini, agiza fagio lipite Muheza. Lakini Kenya azindua dawa mpya ya kuzuia VVU, na kilimo cha kisasa chapata msukumo mpya. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiangazia kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele, kuna habari inayosema alama nyingine ya uwekezaji wa Samia, alama nyingine ya uwekezaji wa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini Mwinyi afurahishwa chuo cha bunge kujengwa Zanzibar. Mwinyi afurahishwa chuo cha bunge kujengwa Zanzibar, atoa salamu za Ramadhani na Kwaresma. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Mtanzania Leo linaandika RC Chalamila aonya wanaotumia jina la rais vibaya. Lakini wagonjwa 1306 wapata msamaha Moi siku 100 za Rais Samia madarakani. Lakini muungano wa Tanzania ni nguzo ya kimkakati ya uchumi wa kijamii na uhifadhi wa mazingira. Lakini muungano unarahisisha sera na vituo vya uwekezaji katika nishati ya jua. Lakini Nemki aeleza Rais Samia anavyohimiza kulinda mazingira. Hiyo habari inapatikana kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo. Lakini mwenyekiti halmashauri ya Nzega afariki ajalini, na mwenyekiti halmashauri ya Nzega afariki ajalini, na WMA ya wataka mafundi na waunda vipimo kwenda kasi ya teknolojia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtanzania Leo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la tuangazie kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo lenye linaandika muungano wa Tanzania ni nguzo kimkakati uchumi wa kijani na uhifadhi wa mazingira. Lakini BRELA ya wafunda wanafunzi wa CBE urasimishaji biashara. Wagonjwa 1306 wapata msamaha Moi siku 100 za Rais Samia madarakani. Lakini Dr. Kijaji asema uhifadhi ni kwa manufaa ya wananchi, na WMA ya wataka mafundi waundaji vipimo kwenda na kasi ya teknolojia. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti, tuangazie kwenye kurasa za mchezo na burudani, na tunaanza na gazeti lako la Tanzania Leo linaandika Kibu anza kazi rasmi huko Libya. Lakini kauli ya Okello kuhusu mechi zilizobaki, kauli ya Okello kuhusu mechi zilizobaki, na Rais Samia aomboleza msiba wa Hiza. Lakini Steve Becker kocha wa Simba aitamani Yanga, na wachezaji 6 zimamoto wafungiwa mwaka mmoja. Wachezaji 6 zimamoto wafungiwa mwaka mmoja. Arsenal ya mjaza utajiri shaka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Leo. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika kwenye mchezo, serikali yaidhinisha katiba mpya Simba. Yanga ya ng'ara CRDB shirikisho. Lakini ushirikiano wa Tanzania na Katari michezoni waimarika. Ibra Class kuzichapa Thailand. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo kwenye kurasa za michezo. Lakini Taifa Tanzania, gazeti lako la michezo linaandika serikali yaidhinisha rasmi marekebisho ya katiba ya Simba. Tyson na Mayweather kupigana DRC Congo. Lakini Steve Barker fichua mbinu Simba kukabiliana na ratiba. Hiyo ni habari inaendelea kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Majira linaandika katiba mpya Simba mambo safi. Tanzania na Katari kushirikiana katika michezo uwekezaji. Hilo ni gazeti lako la Majira. Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika katiba Simba mambo safi, uwanja wa soka Arusha wafikia 75%. Lakini sababu za dabi Yanga Simba kupelekwa Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru kwenye kurasa za mchezo. Lakini gazeti lako la Zanzibar Leo linaandika ZFF yazindua mfumo wa usajili uendeshaji kidigitali. Lakini wachezaji viongozi zimamoto wafungiwa. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika kwenye michezo Simba washindwa wenyewe sasa. Lakini wachezaji wa akiba wa mkuna beka. Lakini JKT yafuzu kwa kishindo 32 bora shirikisho.
Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti lenye linaandika msajili hatua zigo Simba, msajili hatua zigo Simba, wanachama kuamua mambo mawili. Lakini gumzo namba za depo, kila uwanja anaocheza Vini Jayara una shida. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la Nipashe lenye kwenye michezo naandika Yanga na mzimu wa pointi 8 kafu. Undani katiba mpya Simba, baraza la wadhamini kupewa rungu, kampuni sasa ndio mwendeshaji mkuu, wanahisa kuongezeka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za michezo ndio linatufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.